Mr. President, we need answers. Hatutaki mambo ya vipindi. Now tell us, Mr. President, how comes Duncan from Bomet County is walking 100 of kilometers to raise school fees ili aweze kujoin Mount Kenya University, while tunakuona ukiwa na Jalas katika State House una promise majembe 1 million na Mbafu destroyer another 1 million ili waweze kupigana, and yet tunaona watoto kutoka Huruma Center who are more than 30 wanasava hawana school fees. Tunaona Duncan akitembea aweze raise school fee aweze kujoin campus. Which one is the first priority of this country? Kenyans, before we continue, just take a minute, subscribe on this channel, Kiongozi wa Wanyonge, and join the voice of the people. Mr. President, tunajiuliza maswali kama sisi wa Kenya. Tunajiuliza maswali mingi na hatuna majibu. We need answers from you. Kenyans, priorities zipi President wetu William Ruto anapatia number 1? Mr. President, tunajua hata watoto wa grade 10 wengi hawajajoin grade 10, hawajaenda shuleni. Kazi yako ni kuorder ati tunataka watoto waende shuleni. And we have a Ministry of Education. Ogamba from Kisii County, you were elected, you are CS ili uweze kuserve the interest of the education, the interest of our children. But tunaona president ni vipindi anaendelea kufanya huko mtandaoni, and yet our children are suffering outside there. This is serious, Kenyans. Tunataka kujua president vitu gani anapatia priority za kwanza. Ni masomo ama ni entertainment? We need answers from the president. Sababu haitawezekana ya kwamba kijana ambaye alimaliza form 4 akiwa 17 years, 10 years down the line ajapata sponsorship, ajapata msamalia mwenye anaweza kumsponsor aweze kwenda university. Can you imagine, all the way from Bomet to Nairobi anakusanya 12,000 only? Can you imagine, Kenyans? Sasa mbona president akiwa na Jalas waweze kuongea waseme ya kwamba hata Jalas peke yake ambie president enyewe kuna watoto huko Huruma, juu president anaangalia news, president anakuwa updated kila siku, ambia kuna watoto huko ambao wanahangaika, wamefika shuleni, wameambiwa waende walete school fees, wameambiwa watafute uniform. Hata angetoa milioni 1 aseme nimesponsor wale watoto, and then nimechukua half a million niwekelee kwa majembe na hada half a million niwekelee kwa Mbafu the destroyer. At least inge make sense. But it is kana viongozi ambao wako irresponsible. Watoto wa grade 10 wako nje, hawajaenda shuleni, most of them. Wakifika shuleni and then wanafukuzwa na president akotu hapo, and then analipia au watu wanaenda kuona hiyo entertainment. Can you imagine, anatoa 2,000 tickets. Mr. President, Mr. Jaras, nyinyi ni public figures. There's nothing good you can tell the president apart from entertainment. Jaras, you are not serious. You are not serious. And a president ana promise watu millions of money, and yetu watoto wetu wanahangaika huko. And then president anasema he cares about education, he cares about our students. Tell me what you think in the comment section. Your voice matters. Inataka kuongelea county ya Bomet County. Bomet County leadership ikiongozwa na Governor Professor Hilary K. Barajok, Deputy Governor David Shadrack Rotich. Ani mnajaribu kutuambia kwamba amjaona hiyo kitu, sababu ni vijana ambao wana run hizi forum katika Facebook, katika online social media. Ni vijana wana run accounts. Tunataka kuuliza Senator wa Bomet Hilary Sigei ambaye anajiita wakili Honorable Hilary Kimkatich Sigei. Tunataka kuuliza the entire MPs kwa Bomet County ikiongozwa na Mheshimiwa
Francis Kipkeyogon Arap Sigei from Sotiki constituency. Tunataka kuuliza Victor Kimketich Koech from Jibarungu constituency. Tunataka kuuliza Honorable Richard Kipkemoi Yegon from Bomet East constituency. Tunataka kuuliza Honorable Richard Jeriot Kirel from Bomet Central constituency. Tunataka kuuliza Honorable Brighton Leonard Yegon from Konoin constituency. Na tumalizie Guman Rep ambaye alikampein katika chama cha UDA akiwa amekampein bila kitu, anaitwa Rinet Chepkoril almaarufu Toto. Amejaona huyo kijana kutoka Bomet County, and then mko na vijana ambao wana run social media zenu akitembea 100 of kilometers ku raise pesa aweze kujoin university. Amejaona ya kitu online. Ana hakuna mtu akona akili anaweza fikiria at least huyu jamaa akitembea njiani akisaidiwa na Wakenya kupatiwa food na ku raise funds, hakuna mwenye ameona. This is the hypocrisy of the highest order. This is the kind of leadership. Tunachagua viongozi ambao hawana maana katika nchi yetu ya Kenya. Hatutaki viongozi ambao wanataka PR. We need leadership ambao wanakaa accountable. Mr. President, we are not serious. We need serious leadership. Kenyans, before I conclude, nitawaletea ile kitu inaitwa Talanta Stadium. How many Kenyans, billions of money we are spending katika Talanta Stadium ambayo imechukuliwa loan ya more than 45 billion na tunaenda kuilipa for so many years, ambayo itaenda kutu cost 150 billion ambayo ni more than 40 years, and then unasema watoto wetu hawaende shuleni. Mbona uchukue loan uweze kujenga Talanta Stadium and yet students wetu grade 10 our children hawaende shuleni? Mbona? Is there any reason? Deni ambao president akitoka katika uongozi anaenda kutuachia tuende kulipa maybe for the next 50 years. Mpaka kizazi chetu kinaenda kulipa hiyo deni yenye President William Ruto anaenda kukopa. As I conclude, Kenyans, take a minute, subscribe on this channel, Kiongozi wa Wanyonge, the voice of the people, for more information.